Baada ya kupanda kwa mafuta ya petroli mpaka kufikia shilingi 4,017 kwa hapa mkoani Kigoma, nimezungumza na baadhi ya dereva bajaji pamoja na dereva bodaboda kuhusiana na swala hilo, na hapa wanasema mafuta yamepanda bei, alafu wateja tukiwaambia bei za kuwabebea mzigo wanashindikana. Sasa tunaona kama vile kazi imekuwa ni ngumu. Tukiwaambia mafuta yamepanda bei hawatuelewi, na wenyewe ukiangalia wana hali duni. Jamani, kila kituo ni 1,100. Hata upande uende kwa Mchaga jamani ni 1,100 nauli. Nauli ni 1,100 jamani. Changamoto yetu kwanza leo ili kuwaelimisha hao abiria mpaka jinsi wazoee bei ya tripu. Ni changamoto kwa kweli, na inaweza ikachukua hata muda kidogo, hata inaweza ikachukua leo, kesho au wiki nzima ikawa imepita. Bodaboda na abiria bei zao waga ni makubaliano. Sehemu ya buku ya maana 1,000 si waga tunaenda kwa sasa hivi, takiwa tuende kwa shilingi 2,000. Sehemu ya 2,000 tunaweza kwenda kwa 3,000 au 2,500 kulingana na abiria ambao umekutana naye, lakini ongezeko ni hilo. Maana hiyo sehemu ya 1,000 tena haiwezi tena ikawa shilingi 1,000, lazima ipande kuanzia 1,500 mpaka 2,000. Nao baadhi ya abiria ambao tumezungumza nao hapa katika manispaa ya Kigoma Ujiji kuhusiana na swala hilo wamesema, kwa siku ya leo tumeumizwa sana kwa sababu tumetukia kama kushtukizwa. Wanafunzi wametoka shuleni, hatuna taarifa yoyote, na tunaenda manyumbani kwa ajili ya kusherehekea siku ya sikukuu, lakini ghafla tu tunaambia mabadiliko kama haya, mabadiliko ya bei yamekuwa ghafla tu na yametokea ghafla kama hivyo. Hivyo basi mimi ambaye naenda kwa mfano Ubungu, nimetokea kushuka hapa, naambiwa bei kwamba ni 1,000 hapa kutoka shule hadi Mwanga. Kwa hiyo itanilia tena, itanipa wakati mguu mimi niende nyumbani kwetu tena kwa mguu. Nimetoka nyumbani, ninajua bei ya bajaji ya usafiri, najua ni bei ya 500, lakini nilivyofika huko nikaambiwa 1,000, ile 1,000 sina. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, mimi ni James Jovini wa ITV.